Jeshi la Iran limeongeza msimamo wake mkali na kuonya kwamba eneo lolote, taifa au kituo kitakachotumiwa na Marekani kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran kitachukuliwa rasmi kuwa lengo halali la kijeshi na kitakabiliwa na hatua za kijeshi kutoka kwa vikosi vya Iran. Onyo hilo limekuja wakati mapigano kati ya Iran na Marekani yakianza tena licha ya makubaliano yalikuwa yamefikiwa kwa lengo la kusitisha mapigano na kupunguza mvutano uliokuwa umefikia kiwango cha hatari katika Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake, jeshi la Iran limesema kuwa halitaitazama Marekani peke yake kama adui katika mashambulizi yajayo, bali pia litawajibisha wote watakaotoa aina yoyote ya msaada unaowezesha kufanyika kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, msaada huo unaweza kujumuisha kuruhusu matumizi ya viwanja vya ndege, vituo vya kijeshi, bandari, mifumo ya rada, huduma za ujasusi, usambazaji wa silaha, mafuta, vifaa vya kijeshi au miundombinu mingine inayorahisisha operesheni za Marekani. Jeshi hilo lilisema wazi kuwa msaada wote utakaotolewa na jeshi vamizi la Marekani ili kukiuka mamlaka ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utakuwa lengo halali la vikosi vya jeshi letu. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Tehran imepanua wigo wa maonyo yake na kwamba haitajizuia kujibu mashambulizi kwa kulenga maeneo yanayoonekana kushiriki kwa namna yoyote katika operesheni hizo. Tamko hilo limeongeza hofu kwamba vita vinaweza kusambaa nje ya mipaka ya Iran na Marekani na kuhusisha mataifa mengine yenye ushirikiano wa karibu wa kijeshi na Washington. Marekani ina vituo vya kijeshi katika mataifa kadhaa ya Ghuba ya Uajemi na Mashariki ya Kati, huku baadhi ya nchi hizo zikiwa zimeshirikiana kwa miaka mingi katika operesheni mbalimbali za kijeshi na usalama. Onyo la Iran linaashiria kuwa iwapo vituo hivyo vitatumika kushambulia Iran, vinaweza kuwa miongoni mwa malengo ya majibu ya Tehran. Kauli hiyo imekuja baada ya kufanyika kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran licha ya kuwepo kwa makubaliano yaliyokuwa yamelenga kusimamisha mapigano. Iran imekuwa ikituhumu Marekani kwa kuvunja makubaliano hayo na kuendeleza kile ilichokiita uchokozi dhidi ya mamlaka yake na mipaka yake. Kwa mtazamo wa Tehran, mashambulizi hayo yamefuta matumaini ya kurejesha utulivu kupitia diplomasia na sasa yanahitaji majibu ya kijeshi ili kulinda usalama wa taifa. Katika siku za hivi karibuni, mzozo huo umeongezeka kwa kasi baada ya kushuhudia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka pande zote mbili. Iran pia imekuwa ikitangaza kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika baadhi ya mataifa ya Ghuba, huku ikidai kuharibu vifaa vya kijeshi na hata kudungua ndege zisizo na rubani za Marekani. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito kwa pande zote kujizuia na kurejea katika mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia vita hivyo kugeuka kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Hata hivyo, kutokana na kuendelea kwa mashambulizi na matamko makali kutoka pande zote mbili, hali ya usalama katika Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete, huku hofu ya kuongezeka kwa vita na kuhusisha mataifa mengi zaidi ikiongezeka kila siku. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.